Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia zimekanusha ripoti za vyombo vya habari kuwa zimehusika katika mazungumzo na Marekani juu ya uwezekano wa mashambulizi ya ardhi ya makundi ya kijeshi nchini Yemen dhidi ya kundi la Wahouthi ambalo linadhibiti sehemu kubwa ya nchi hiyo. Afisa mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu alipuuzilia mbali ripoti hizo na kuzitaja kuwa hazina uthibitisho, huku chanzo rasmi cha Saudi Arabia kikisema kuwa ripoti hizo ni za uongo. Jarida la Wall Street Journal siku ya Jumatatu limeripoti kuwa makundi ya Yemen yalikuwa yanapanga mashambulizi ya ardhini kwenye ufuo wa Bahari Nyekundu ili kuchukua fursa ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Wahouthi, na kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ilianzisha mpango huo na maafisa wa Marekani. Gazeti la Bloomberg limeripoti Jumatano kwamba vikosi vya Yemen vinavyopinga Wahouthi wanaofungamana na Iran vilikuwa kwenye mazungumzo na washirika wa Marekani na Ghuba kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya ardhini. Lana Nusaibe, waziri msaidizi wa masuala ya kisiasa wa Umoja wa Falme za Kiarabu, aliambia Reuters akirejelea ripoti za vyombo vya habari kuhusu suala hilo. Miongoni mwa habari zote zisizo na uthibitisho zinaendelea kwamba mtu hakika anashinda tuzo ya habari za kupotosha za wiki kwa kiasi kikubwa. Pentagon haikujibu mara moja juu ya suala hilo. Umoja wa Falme za Kiarabu ilikuwa sehemu ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ambao ulianzisha kampeni ya kijeshi nchini Yemen kuanzia mwanzoni mwa miaka ya 2015 ili kuunga mkono serikali ambayo ilikuwa ikiungwa mkono na wananchi, lakini pia katika eneo lote la Ghuba dhidi ya Wahouthi ambao waliuteka mji mkuu wa Sanaa mnamo mwaka 2014. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ulimaliza muda mwingi wa uwepo wake nchini Yemen hadi mwaka 2019 na mapigano makubwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilisitishwa mwaka 2022 kwa mapatano na mazungumzo ya amani na kuacha Wahouthi wakidhibiti maeneo mengi ya nchi na idadi kubwa ya watu. Wahouthi wanaofungamana kwa karibu na Iran na wanaoipinga serikali ya Israel kutokana na mashambulizi wanayofanya huko katika ukanda wa Gaza walianzisha kushambulia meli za Bahari Nyekundu mnamo Novemba mwaka 2023 katika kile walichokisema ni kuonyesha mshikamano na Wapalestina katika vita vya Gaza. Rais wa Marekani Donald Trump alizidisha mashambulizi ya anga dhidi ya Wahouthi mwezi Machi, akionya kundi hilo kwamba ikiwa mashambulizi yake dhidi ya meli hayatakoma, kuzimu itawanyeshea kama kitu ambacho umewahi kuona hapo awali. Wahouthi wamekuwa wakishambulia meli za Marekani kwa kutumia makombora pamoja na ndege za kwao zisizokuwa na rubani, lakini pia walikuwa wakishambulia mara kwa mara Israel. Wahouthi ambao waliendesha mfululizo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya Yemen kuanzia miaka 2003 hadi 2009 walistahimili mashambulizi ya miaka mingi ya muungano ulioongozwa na Saudi Arabia kuanzia mwaka 2015, huku kukiwa na mabadiliko madogo kwenye mstari wa mbele katika mzozo huo. Umoja wa Falme za Kiarabu ulimaliza muda mwingi wa uwepo wake huko Yemen, lakini mwaka 2019 mapigano makubwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilisitishwa, na 2012 kukawa na mazungumzo ya amani na kukawa na hali fulani ya kutokea kwa kuelewana baina ya Wahouthi pamoja na baadhi ya maeneo ambayo tayari walishayachukua, na hatimaye Marekani na hatimaye Saudi Arabia pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu wakaamua kuondoa majeshi yao na kuachana na mapambano katika eneo hilo la Yemen, pwani ya Bahari Nyekundu, ambapo jarida la Wall Street Journal limeripoti kwamba vikundi vya Yemen vinapanga kushambulia. Palikuwa mahala pa shambulizi kubwa ambalo halijafanikiwa na vikosi vinavyoungwa mkono na muungano huko Hudaida, bandari kubwa zaidi inayoshikiliwa na Wahouthi. Muungano huo ulilazimika kutatua tofauti kati ya serikali pamoja na Waislamu katika nchi hiyo, huko kukiwa na makundi mawili ya Kiislamu ya Wasuni na mirengo inayotaka kujitenga ya kusini kati ya washirika wake wa Yemen. Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu ziliunga mkono pande tofauti. Wachambuzi walieleza wakisema kwamba Saudi Arabia ilisitisha kampeni yake nchini Yemen kwa mazungumzo ya amani na mapatano katika mwaka 2022, muda mfupi kabla ya kukubali maelewano ya kidiplomasia na Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na bila shaka na una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati